Hawa ni wale ambao unakuta wamevaa t-shirt za kampuni mojawapo ya simu, wanasajili laini. Kwa hawa mabwana walifika Kaliua, wamevaa t-shirt za kampuni ya Yas, zamani Tigo, wanasajili laini. Yeye mama huyu ni mjane, alifiwa na mume wake mwaka jana, alimwachia hela, lakini mpaka hawa wanamtapeli alikuwa na milioni 40 kwenye akaunti yake ya NMB. Sasa walichokifanya, walipofika dukani wakamwambia, tunataka tukusajilie lipa namba. Na yeye mama kweli anahitaji lipa namba. Kwa hiyo wakamkalisha pale, wakaanza kumsajilia lipa namba. Wakamwambia, toa namba yako ya siri. Akatoa namba yake ya siri. Alipotoa namba yake ya siri, wakamwambia sasa lipa namba ili iweze kukubalika lazima iunganishwe na mfumo wa benki. Kwa benki hawezi kukubali kama wakamuuliza na simu benki, akisema ndio nayo, basi tufanye mawasiliano ili benki waturuhusu tuweze kuingia ili lipa namba iweze kukamilika. Kwa mama akaona ameshikilia, akawaingizia namba zake za siri. Hawa jamaa nafikiri wakawa wamesha zipiga picha au wamezimaki. Baada ya hapo wakasema baada ya dakika 20 lipa namba itakuwa imekamilika. Ile laini yake wakaichomoa, wakaweka laini nyingine ambayo sio ya kwake, wakaondoka. Walivyoondoka mama anashangaa kupiga simu hazitoki, haelewi, kumbe laini waliomwekea sio ya kwake. Wameshamtapeli. Ameondoka usiku huo, mama watu akakimbia kwenda kuangalia simu yake, kilichomshtua akaona sijui 190,000 kama inatoka. Haelewi imetokaje kutoka kwenye namba yake kwenda mtandao mwingine wa Tigo. Akashtuka, alipoenda benki anaambiwa benki hela zako, anatoa kadi yake, hela zikoje? Hakuna hela. Wamemwachia shilingi 6,000 tu, mbali na milioni 40 na kidogo. Wameacha shilingi 6,000 tu. Huyu jamaa makachero wetu wamemkamatia Babati. Tukasema mumrudishe. Lazima mtoe hela ya watu. Mama amekuja amewatambua. Waliokuja nani? Yeah. Hawa ndio walikuja. Mama tumemuita, amekuja amewatambua kwamba ni kweli waliokuwa wamenibia, waliokuwa wamenitapeli ni hawa. Na wao wanakiri kwamba kweli walifika na wakamtapeli, wakamfanyia ulaghai huo, hela wakachukua, wakaondoka. Wana gari moja wanasema, alafu angalia milioni 40 ndani ya hizo wiki moja mbili, hana hata shilingi. Leo anatuambia hapa, nipo tayari kulipa milioni 10 kila wiki. Manake tumwachie hapa katapeli mwingine aje kulipa. Tapeli sio kampuni ya simu, ila ametumia jina la kampuni ya simu. Lipango anaenda kutapeli. Lakini nani anatapeli? Mmoja, mwingine alikuwa ni kumongelesha, kumzubaisha. Huyu kazi yake ilikuwa ni kumzubaisha. Yule ndio alikuwa anaingia mtandaoni kufanya kila kitu. Kwa hiyo ilipoibiwa hiyo hela, huyu alikuwa anajua, aliambiwa tumepata milioni 6 tu. Ndicho alichomwambia mwenzie yule. Kwa katika milioni 6 ndo akampa hiyo milioni 2. All in all waliiba pamoja, alafu wakatapeliana wenyewe. Sisi tunashukuru vyombo vyetu vimewakamata.